Mtanange gonga kichwa kwa sasa ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuelekea katika siku ya Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Na of course kwa wasemaji la CAF kwa kupitia nukuu yake ni kwamba kumekuwa na mjadala unaozungumziwa kwa sasa kuhusiana na refa atakayechezesha mtanange wa siku ya tarehe 8. Kuna watu waliamini kabisa kwamba Ramadhan Kayoko pengine angeweza kuhusika katika mechi hiyo, lakini tukumbuke alipata adhabu na hatukuweza kumuona kama kwenye mechi nyingi tu ambazo bila shaka alikuwa akitumikia adhabu yake baada ya mechi ya tarehe 19 ambapo kulionekana na mapungufu ambayo bila shaka kwa binadamu hata wa marefa wengine huwa wanapitia kipindi hicho. Sasa kuna watu wengine pia wakaona the same kwa Ahmed Arajiga, pia na yeye hastahili kuchezesha mtanange huu. Lakini nikufahamisha tu kwa kupitia semaji la CAF na hata kwa baadhi ya viongozi wamekubaliana kwamba Ahmed Arajiga ndio anatakiwa kuchezesha dabi hii, ambayo bila shaka itakuwa ni dabi yenye pressure na dabi ambayo hakuna anayejua itakuwaje ama litatokea nini, kwa sababu siku zote dabi haina mwenyewe na hakuna anayeweza kuitabiri dabi ya Kariakoo. Hata uende wapi, hata uende kwa mganga nani, lakini dabi ya Kariakoo haina mwenyewe. Wengi walisema, lakini walichokiambulia ilikuwa ndivyo sivyo, na hatimaye nafikiri kumekuwa na pande mbili nzito. Ndio maana kuna wakati anazungumza kwamba ni heri akachezesha mwanadada Jonesia Rukia, ambaye bila shaka huenda itakuwa imeweza kuweka upande wa mzani kuwa sawa, lakini kuna wadau wanataka Ramadhan Kayoko aweze kushikilia mkwaju na kuhakikisha kabisa kwamba yeye ndo anakuwa the man of the match kwa siku hiyo, kuwa kama referee wakati. Na kuna upande mwingine wanaona Ramadhan Kayoko kwa kosa aliloweza kulifanya kuonekana kama labda pengine kulikuwa na mapenzi na kulikuwa na upendeleo katika mechi tarehe 19 ambapo Yanga aliweza kuondoka na goli lake, basi bila shaka watu wanaona kabisa kwamba Ahmed Arajiga ana deserve na anastahili kuchezesha dabi ya tarehe 8. Sasa kwa mtiririko na kwa mjadala unaozungumzwa, nafikiri ni wazi zaidi na ingependeza kwa ewe msikilizaji na ewe mdau wa soka la Tanzania, ukiwa kama mshabiki wa klabu ya Yanga na mshabiki wa klabu ya Simba, je, una maoni gani ama una lipi la kuzungumza kuhusiana na referee atakayeweza kuchezesha mchezo huo wa tarehe 8? Je, unahisi kwa Ahmed Arajiga kwamba ni sahihi yeye kuweza kuchezesha dabi hiyo, ama kwa Ramadhan Kayoko, ama una refa gani ambaye unahisi anaweza akachezesha? Kwa sababu marefari wapo wengi kabisa, wakina Elisa C, lakini pia na baadhi ya marefa ambao tayari wameonekana kuwa kwenye ubora mzuri kabisa wa kuchezesha mitanange tofauti tofauti. Cha msingi tukutane kwenye comment na mostly kabisa. Hii ni Hot Boy Media.